Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuzuiliwa kuingia katika nchi ya Angola kwa ajili ya mkutano wa demokrasia. Serikali ya Angola imezuia viongozi na wawakilishi zaidi ya 20 wa vyama mbalimbali vya kisiasa barani Afrika waliowasili Luanda mchana wa leo kwa ajili ya mkutano wa siku 2 wa vyama vya siasa uliokuwa ufanyike Bengula kuanzia kesho. Pamoja na mimi kuna makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masudi na wajumbe wa ATC Wazalendo, rais wa zamani wa Botswana, Guinea, waziri mkuu wa Lesotho Moe Ketesi Majoli na viongozi waandamizi wa vyama vya siasa kutoka Afrika ya Kusini, DRC, Eswatini, Kenya, Malawi, Marekani, Msumbiji, Namibia, Sudani, Tanzania, Uganda na Ujerumani. Viongozi wote hawa wamezuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dr. Antonio Agostinho Neto tangu walipowasili majira ya saa 6 mchana. Hati zetu za kusafiria pamoja na mizigo yetu imechukuliwa na maafisa wa uhamiaji na hadi sasa hatujapatiwa huduma yoyote wala kuambiwa kwa nini wametuzuia. Kwetu sisi wa Tanzania, wananchi wa Angola ni ndugu zetu na Angola ni nchi rafiki. Sisi ndio tuliompa hifadhi ya kisiasa rais wa kwanza wa Angola ndugu Dr. Antonio Agostinho Neto na wapiganaji wake wa MPLA wakati wanaanza harakati za kupigania uhuru wao miaka ya mwanzo ya 60. Tuliwaunga mkono kwa hali na mali wakati Angola ilipovamiwa na kukaliwa kwa mabavu na makaburu wa Afrika Kusini. Baada ya uhuru wa mwaka 1975 tulikuwa pamoja nao katika nchi za mstari wa mbele wa ukombozi wa Zimbabwe, Namibia na Afrika Kusini zilizoongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuko nao pamoja katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika yani SADC kwa sababu kuwa pamoja kwenye SADC sisi wa Tanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Mkutano tulioalikwa na kuhudhuria hapa Angola ni mkutano halali kwa mujibu wa sheria za Angola. Kitendo cha serikali ya Angola tuzuia kuingia Angola hakielezeki wala hakikubaliki. Ni kitendo kinachodhalilisha kile ambacho wengi tulikuwa tunakihisi kwamba serikali ya nchi hiyo inatawaliwa kiimla huku ikifanya kuwa Angola ni nchi ya kidemokrasia. Hayo ni maneno ambayo Tundu Antipas Lissu ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter akisema kwamba nchi ya Tanzania pamoja na Angola ni nchi ambazo ni rafiki, lakini mbali ya kuwa ni nchi rafiki ni nchi ambayo ilikuwa kiongozi wao wa kwanza aliweza kupata hifadhi hapa nchini Tanzania, lakini hakuishia hapo. Alikasema zaidi ya viongozi na wanachama zaidi ya 20 vyama zaidi ya 20, viongozi mbalimbali na wakilishi wa zaidi ya vyama 20 vya siasa za bara la Afrika waliweza kuzuiliwa pale mpakani mwa kuingia Angola kwenye uwanja wa ndege. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya kuandika. Maoni wa kwanza hapa anaitwa Ndile Mwarabu, anasema we bwana, sasa hivi tunakula daku, tuache kwanza, ngoja akukucha, alafu mjitahidi kutafuta sheria huko, hakuna poara za Mama Samia. Moka anasema mbona wakati mnaenda hamkusema, mmebanwa huko ndo mnasema. Mswahili anasema hadi muda huu. Shazi Murimi anasema Afrika yetu imekaliwa na vibaka wachache, wao ndo wanatoa maamuzi nini kifanyike,
halamu kwa mitutu ya bunduki. Fundi radio anasema hapa Afrika inatakiwa vikundi kama M23 vinaibuka kwa viburi kwa viongozi miungu, wanaibuka kwa viburi kwa viongozi miungu watu. Lakini Lekisho anasema ujanja wa dola ya CCM Angola imeombwa kuokoa jahazi badala ya uchafuzi wa mwaka 2019, 2020 na mwaka 2024. Tanzania ilijua inakwenda kuvuliwa nguo kwa namna moja au nyingine, ambapo haijapata kutokea tena. Mwaka wa uchaguzi walijua dunia inakwenda kuelewa sana dhana na sababu ya no reform no election. Lakini Faustin Suka anasema Nyerere alikuwa na rafiki zake na Samia ana rafiki zake, halafu ukumbuke kuwa mavi ya kale hayanuki. Hivyo usione ajabu leo M23 wakawa ni rafiki zetu kuliko huko Angola, kwani watu wanaangalia maslahi binafsi kwanza. Toa mawazo mgando ya urafiki wa enzi za Mwalimu. Lakini Dr. Yasko anasema tunasikitishwa na hatua ya serikali ya Angola kuwazuia viongozi wa siasa kutoka mataifa mbalimbali ya barani Afrika bila maelezo yote. Afrika inapaswa kuendelea kuimarisha mshikamano, kuheshimu misingi ya kidemokrasia, kidiplomasia na kujenga mazingira ya majadiliano yenye uwazi. Lakini Hesse anasema mlikuwa mnalalamika nchini, sasa hivi mnalalamika international. Mswazi Smart anasema mkuu na wewe nchini kwako umeenda kufanya mkuu na wewe nchini kwao umeenda kufanya nini alfajiri yote hii? Watu wanakula daku. Lakini Palachucha anasema pole mheshimiwa na kiongozi wa ACT Wazalendo. Kiukweli hii jambo linasikitisha na kutia aibu, lakini haishangazi sana kuwa kuna tabia za viongozi wa Kiafrika waliopo madarakani kwa sasa hawapendi demokrasia, na ni wazi mkutano huo haunufaishi upande wake, na hii ni kwa sababu ya ushu wa madaraka. Lakini The Dark Knight anasema si urudi nchini kwenu, ulijua Angola si Singida. Lakini The Lil Bale anasema cha ajabu kati ya hao 20 walioandikwa waraka wao hulani ni nyie au Waswahili, sijui mnajikutaga akina nani. Lakini Anuali Mweta anasema pole sana. Lakini Netanyahu 2024 anasema wewe si mwanasheria, nenda mahakamani. Unlimited Mind anasema mambo ya hovyo sana yote, poleni sana. Afrika imejaa wakoloni wa Kiafrika, kubadilika kila siku. Lakini Tikiti anasema hapo anaogopa Lissu au wengine ni kisingizio tu. Maoni ya mwisho yanatoka kwa Longa anasema Angola ni nchi ambayo ilikuwa mtoto wa muda mrefu sana kwa hali ya uchawa uliosambaa. Sidhani wanaweza kuaminiwa kuamini watu kwa 100%. Lakini Glory anasema hao ni CCM watupu. Ya mwisho kabisa ya upendeleo inatoka kwa Abel akisema hata wao nao wamekuwa CCM, kujiona wao ndio special kuitawala Tanzania. Jina langu ni D wa KOI TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Hayo yalikuwa ni maoni ambayo wameweza kutoa katika page rasmi ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Tukutane katika ulimwengu wa siasa. Kwa heri, bye bye, ciao.